Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuangalie kitu kimoja hapa leo. Sababu zinazowafanya watu kusumbuliwa na nguvu za giza. Sababu zinazowafanya watu kusumbuliwa na nguvu za giza, yawezekana wakati mwingine wakiwa kanisani au wameshaokoka, lakini bado unakuta watu wanapitia changamoto ambazo sio nzuri. Walishaokoka, ni watu wa kanisa, lakini bado wanakutana na changamoto ambazo ni nguvu za giza zinawasumbua. Kwa nini? Wakati neno la Mungu linasema kwamba Bwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Amina. Tutakwenda kujifunza, tutakwenda kuangalia kwa pamoja, na lengo nataka tutoke katika kifungo hicho tutambue kwamba ni mahali gani tunakokosea, au ni wapi tunapofungua mlango na kumpa adui nafasi ili tuweze kupona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sababu, tutaangalia sababu zinazowafanya watu kusumbuliwa na nguvu za giza wakati bado wameokoka, wako kanisani, wasema Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Na maandiko yanatuambia katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 36, maandiko yanasema kwamba Bwana akikuweka huru utakuwa huru kweli kweli. Sasa kama Bwana akikuweka huru unakuwa huru, ni kwa nini tena? Hivyo vinatoka wapi? Na hivyo tunaviona katika kanisa la Mungu. Vipo havipo? Vipo havipo? Vipo. Kwa nini? Tufikie mahali tujiulize kwa nini. Alafu tukishapata majibu kwamba sababu ni hizi, tukae kwenye nafasi yetu ili tukomeshe kabisa uonevu wa namna hiyo. Amen. Basi nakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa Mungu umetupa neema kuwepo nyumbani mwako tena jioni ya leo kwa ajili ya kujifunza. Tunakualika Mungu wetu na Baba yetu uwe pamoja nasi, sema na kila mmoja aliyeko mahali hapa. Mungu utufundishe tuweze kupata faida. Tunakushukuru Mungu wetu, tunapokwenda kuanza tunaalika uwepo wako na nguvu zako. Bwana uendelee pamoja nasi Bwana majeshi, lakini ukasema na kila mmoja ambaye amefika nyumbani mwako Bwana, kila ambacho Mungu umekusudia tujifunze jioni ya leo Bwana, ukatupe neema kukipokea na kukiishi. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini na kushukuru. Amen. Amina. Sababu zinazowafanya watu kusumbuliwa na nguvu za giza, japokuwa wako kanisani au japokuwa wamesema kwamba wameokoka. Ngoja nikwambie mwana Mungu, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 8:36, maandiko yanasema kwamba Mungu Bwana akituweka huru tunakuwa huru kweli kweli. Lakini tunashangaa kuona kwamba kuna mambo ambayo pia katika maisha yetu yanatusumbua, ambayo hatujui kwa nini yawepo, wakati amesema kwamba ameshatuweka huru, na kama akituweka huru tunakuwa huru kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Yohana sura ya 8 mstari wa 36 inasema, basi mwana akiwaweka huru mtakuwa huru kweli kweli. Maisha tunayoishi sisi kama kanisa la Mungu ni kwamba tuliamua kukataa shetani na vitu vyake vyote na mambo mengi anayofanya, tukaamua kumfuata Yesu. Na tulipotangaza hivyo ni kwamba tulitangaza vita kwamba shetani hatukutaki, tumeamua kumishia Mungu. Na shetani siku zote hawezi kunyamaza, maana alikuwa anakutaka, kuna mahali alikuwa anakutumia kwa ajili ya utukufu wake. Kwa hiyo hilo jambo halimpendezi shetani. Kwa hiyo kanisa au watu wa Mungu lazima tutambue hilo. Kuna mahali tulitoka, na hapo tulipotoka aliyekuwa ametushikilia hakupenda tutoke. Kwa tunapotoka tukaamua kuokoka, tumo kanisani tumeokoka, jua yule ambaye tulikoka kwake hachoki na bado anatufuatilia. Anatufuatilia kuharibu maisha yako, aharibu huduma yako, aharibu kazi yako, aharibu biashara yako. Lengo anataka akurudishe kwake. Hamjai kuna watu wamo mkanisa lakini anapitia changamoto anaamua kwenda kwa mganga, lakini yuko kanisani. Kwa nini? Adui amemfuatilia. Kuna mahali amepiga, labda ni uchumi wake au amepiga afya yake, ameugua magonjwa ambayo anaona kama hapa siwezi kupona. Kwa hiyo anauliza kwa wengine, anasahau kwamba
kuna mmoja ambaye amemuumba, amemweka huru, na huyu anaweza kumsaidia. Wanaamua kufungua mlango mwingine, anakwenda wapi? Kutafuta waganga, na huko anachokipata wala sio kizuri. Kwa adui anazidi kumuongezea nini? Mzigo. Kuna watu wameenda huko wakafika kwamba wanapona, kumbe wakaenda kupokea magonjwa mengine zaidi, wakapokea mapepo mengine zaidi. Bwana Yesu atusaidie. Kwa kuna mambo ya namna hiyo tunayoona katika kanisa la Mungu leo. Ni kwa nini? Sababu ya kwanza ambayo inafanya watu waliowekwa huru kweli kweli lakini bado wanasumbuliwa na nguvu za giza, sababu ya kwanza ni kuishi maisha ya dhambi. Unapoamua kuishi maisha ya dhambi au unapotenda dhambi, wewe ambaye ulikuwa umeokoka, umefungua mlango wa adui kupandikizia atakacho kupandikizia ambacho ni kibaya. Nguvu za giza. Dhambi ni mlango wa adui kuharibu maisha ya watu waliokoka. Maana wa Mungu, wewe uliokoka, amua. Kama umeamua kweli naenda mbinguni, umeamua kwamba naacha njia hii, napita njia hii, njia ya utakatifu, njia ya Bwana itakayonifikisha mbinguni, tembea katika njia hiyo. Achana kufanya mambo yaliyopita, achana mambo ya Misri. Leo hii kuna watu wameanza vizuri, wakaamua kumkataa shetani, wakatembea katika njia ya Bwana, lakini wanapokengeuka na kutenda dhambi, dhambi hiyo inakuwa ni mlango wa adui kumpiga. Bwana Yesu tusaidie. Atusaidie. Unajiuliza, mimi mbona Mungu ameniacha? Hajakuacha. Kuna mahali wewe umemwacha. Kuna mahali umefungua mlango. Na huo mlango ukifungua, adui anapitia hapo hapo, atakupandikizia magonjwa, atakuingizia mapepo, atakusumbua. Bwana Yesu tusaidie jioni ya leo. Amina. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Andika. Maandiko yanasema usimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Wewe ambaye ni kanisa, wewe ambaye umeokoka, naomba tusome mstari huu. Sura ya 4. Waefeso sura ya 4 mstari wa 27. Maandiko yanasema hivi: wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Naomba tuanze mstari wa 25, tunaanza tukapata picha nzuri. Waefeso sura ya 4 mstari wa 25 mpaka mstari wa 29. Anasema hivi: basi uvueni uongo, mkaseme ukweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira ila msitende dhambi. Jua lisichwe na uchungu wenu bado haujawatoka. Wala msimpe ibilisi nafasi. Mwimbaji asiibe tena, bali afadhali afanye juhudi akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumgawia mhitaji. Neno lolote lilo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lilo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili wape neema wanaolisikia. Mstari wa 30, tumalizie na mstari wa 30. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa mwandishi wa kitabu cha Waefeso anazungumza kwa habari ya maisha, amri ambazo watu ambao wameamua kumfuata Kristo au watu ambao wameamua kuishi maisha mapya wanatakiwa kuzifuata. Amina. Na amri mojawapo ametaja hapo ni kama ukiangalia yote ni kwamba tuache maisha ya dhambi, maisha ya uchafu. Na anasema katika kutenda haya maisha mabaya, mauchafu ya dhambi, ni kwamba unafungua mlango kumpa adui nafasi apite. Anasema wala usimpe ibilisi nini? Nafasi. Kwa tunapotenda dhambi, unafungua mlango wa adui kuharibu maisha yako. Dhambi ni kitu kibaya sana. Dhambi ni mlango wa adui. Na yamkini tuko kanisani lakini bado kuna vitu tumeshikilia. Mtu yuko kanisani ameokoka na anasema Bwana asifiwe, ananena kwa lugha, lakini bado ni mzinzi, bado ni mwizi, bado ni muongo, mtapeli. Yani akiongea hapa utafikiria ukweli, kumbe anakudanganya. Yana na ulagai.
Anasema usisemezana na jirani yako ukweli, tuambizani ukweli. Lakini kuna wakati hatuambizani ukweli. Unaongea na mtu lakini kumbe kuna unafiki. Kuna kitu umekificha nyuma yake. Lakini unaongea hapa usoni unaonekana kama unatoa wazo zuri, lakini kumbe kuna wazo, una nia potofu, hauna nia njema. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na kwa kufanya hivyo tumefungua mlango wa adui kutupiga. Ameharibu afya zetu. Yamkini kuna magonjwa tunaumwa, lakini yametokana na nini? Na mlango wa kutenda dhambi tuliofungua. Wapendwa, Mungu atusaidie. Kama tumeamua kuokoka na tunataka Mungu aendelee kuwa pamoja nasi katika dunia hii, lazima tukubali. Kama tulikiri kwamba tumemkataa shetani, tumkatae kweli, tumaanishe kweli. Kama tumeamua kutembea katika njia ya Bwana, tutembee kweli. Kuna magumu tunayokutana naye kwa sababu ya dhambi. Kuna mahali tunamwambia shetani sikutaki, na kuna wakati tunamdunda, tunampiga. Sasa fungua mlango uone kama hatafanya kweli yeye. Umezoea kumpiga kila siku, unamwashia moto anakupiga na anakufuatilia. Kuna wakati ulimkataa, alafu unakuja kufungua mlango, anaingia. Atakuacha salama? Hawezi kuacha salama. Wapendwa, tutambue kwamba tumeanza safari ya kwenda mbinguni. Hebu tuishi kile ambacho tumekiri, tumaanishe. Na kama tukimaanisha, mkono wa Bwana utakuwa pamoja na sisi, utatulinda. Tuache yale maovu tunayofanya. Amen. Yamkini jioni ya leo Mungu kuna mtu mmoja anataka kusema naye. Kuna mahali anateseka, kuna mahali anapitia, kuna mahali anakutana na vitu fulani, lakini hajajua kwamba kwa nini anakutana na vitu hiyo. Anasema, mbona nimeokoka? Mbona ninaomba sana? Mbona namtafuta Mungu? Omba Roho Mtakatifu atusaidie jioni ya leo. Chunguza moyo wako, peleleza moyo wako. Bwana atakuonyesha, na Bwana akikuonyesha, akikwambia ni hapa, tengeneza na Mungu wako, utapona. Haleluya. Dhambi ni mlango wa adui kupita na kuharibu maisha yetu. Bwana Yesu atusaidie. Namba 2. Kwa nini? Sababu ya pili, kutokuwa na maarifa ya kimungu. Wapendwa, hatuna maarifa ya kimungu, na kama tunayo hayatoshi. Tumeokoka ni kweli, tumo kanisani tena miaka 40, miaka 30, miaka 10, miaka 2, lakini maarifa ya kimungu yamekuwa finyu. Kwa nini? Watu hawataki kujifunza. Hawataki kujifunza. Ngoja nikwambie, tumehama kutoka katika ufalme wa shetani kwenda katika ufalme wa Mungu, na kila ufalme una kanuni zake. Ufalme wa shetani una kanuni zake, na ufalme wa Mungu una kanuni zake. Sasa kama hatuna maarifa ya kuzijua hizo kanuni na namna ya kuziishi, adui atatuonea. Kuna mahali anatukona tu, anatuopiga. Hatuna maarifa ya kimungu. Bwana Yesu atusaidie. Tujifunze kwa bidii. Tukiambiwa kama kuna mafundisho, hatuji. Ukosefu wa maarifa unamfanya mtu aendelee kuishi maisha ya kifungo. Bwana amesema amekuweka huru kweli kweli, lakini bado umefungwa. Kwa nini? Hauna maarifa. Amesema yeye ni Mungu anayetulinda, ni Jehova Rafa atuponyae, lakini hatuna haya maarifa. Tunaumwa kama wale wengine ambao hawamjui Kristo. Kuna changamoto za maisha tunazopitia, tena zinatupiga chini kama wale wengine ambao hawana Kristo, sababu hatuna maarifa. Tunakutana na changamoto nyingi, lakini hatujui kwamba neno la Mungu linasemaje kuhusu jambo hili. Hatujui. Na kwa nini hatujui? Hatutaki maarifa. Kuna mafundisho na semina zinaandaliwa hapa, lakini watu hatuji. Lakini tunatamani kushinda. Utashindaje? Huna maarifa. Maarifa ni silaha. Maarifa ni chakula ambacho kitakutia nguvu. Hauna nguvu ya kupambana na shetani, utashindwa tu. Hauna nguvu ya kupambana na adui, utashindwa tu. Kwa wapendwa, kukosa maarifa ni jambo ambalo linatufanya adui atuonee. Ni mlango mwingine ambao adui anatumia kulipiga kanisa la Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Kitabu cha kwanza cha Wakorinto wa pili 5:17 anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini kuna watu kanisa tuko ndani ya Kristo,
lakini bado tunaishi yale maisha ya kale. Si ndio maisha kusumbuliwa na ndoto za mizimu ya babu, mizimu ya bibi. Bado lakini tumo kanisani ndani ya Kristo. Kwa nini tunasumbuliwa? Hatuna maarifa namna kutoka kwenye hizo nguvu. Bwana Yesu tusaidie. Kuna watu walikuwa wanafundisha kwamba ukishakoka imekwisha. Imekwisha. Inakwisha ina maana kwamba usijifunze hata namna kukulia wokovu. Usijifunze hata unapokutana na changamoto ufanye jambo gani. Usijifunze kwa habari ya ukuu wa Mungu. Usijifunze kwa habari ya kile ambacho Mungu amefanya kwako ili usimame kwenye nafasi yako umshinde adui. Bwana Yesu atusaidie. Sasa kama tuko ndani ya Kristo kama kanisa, tumekuwa kiumbe kipya. Na maandiko yanasema kwamba ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Lakini kuna watu wanaishi yale ya kale ambao tumesema yamepita, ya kuonewa bado na ndoto mbaya, mizimu, wachawi wanakusumbua kama ulivyokuwa kabla hujaokoka. Kitu ambacho sio sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Hiki kiumbe kipya ambacho kinazaliwa kwa damu ya Kristo kina nguvu ya kumshinda adui. Lakini kwa sababu hakuna maarifa ya namna ya kumshinda adui na hujapata haya maarifa, lakini bado uko kanisani unasema mimi nimeokoka na miaka 80 na miaka 20 sasa tokea nimeokoka. Mimi nimeokoka nikiwa mtoto, sasa hivi ni mtu mzima. Tunahesabu miaka ya umri wa katika wokovu, lakini ukiangalia mtu yule maarifa ya kimungu ya kuweza kupambana na changamoto anazokutana nazo hana. Akikutana na changamoto kidogo tunatafuta alternative nyingine. Atafuta njia nyingine mbadala. Atauliza hata kwa wapagani, hivi wewe mtoto wako alipitia hali kama hii ulifanyaje? Unauliza kwa wapagani. Maarifa hakuna. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Hebu tutafute maarifa ya kimungu. Yatatusaidia kutoka. Maarifa ni ulinzi. Neno la Mungu likiwa kwa wingi mioyoni mwetu ni silaha. Ni silaha itakayotusaidia kupambana na kumshinda, sio kupambana tu na kumshinda huyu adui. Amen. Ni silaha iliyo nzuri. Lakini hatutaki kutafuta hii silaha, hatutaki kuyapata haya maarifa. Tutaponaje? Tutashindaje? Na kama moyoni mwetu tumejaza maarifa mengine, kama hatujajaza maarifa ya Mungu, shetani atakujaza ya kwake. Atakwambia dunia ndio, mtindo wa dunia ndio unakwenda hivi. Kwa hiyo pita hiyo njia hiyo hiyo. Usipopita hiyo hutapona. Kwa hiyo utaanza kupita njia wanazopita wapagani. Mwisho unajikuta adui anazidi kukuonea. Umo kanisani lakini jina tu, Mkristo jina, mlokole jina, lakini adui anapiga tu kila asubuhi, anapiga mchana, anapiga, atapiga watoto, atapiga biashara, atapiga huduma, atapiga afya yako. Ndio hivyo. Lakini jioni leo tunajifunza. Tunakataa hiyo hali kwa jina la Yesu Kristo. Lazima tujifunze maarifa yawe kwetu. Omba Mungu akusaidie katika maisha yako. Maarifa ya kimungu yatakusaidia mtu wa Mungu kushinda. Amen. Yatakusaidia kushinda. Lakini vinginevyo ukisema tu inatosha, haitoshi. Haitoshi. Huu ufalme ambao tumehamia lazima tujifunze namna ya kuishi kwenye ufalme. Huu ufalme ni sio kule. Ule tulikuwa tunaishi unavyotaka, anavyokuongoza yeye. Lakini mfalme wa ufalme huu wa Mungu ana kanuni na sheria ambazo ni maarifa yale ambayo ni neno lake. Kwa kulisoma hilo neno na kuliishi ni washindi tayari. Tukilisoma hilo neno kuna mambo linatuelekeza namna ya kutenda. Nakwambia fanya hivi na Mungu atatukuzwa. Nakwambia usifanye hiki. Ukifanya hiki madhara yake ni haya. Yaani inakuelekeza kabisa. Inakwambia faida ya kutenda hivi anachosema yeye na madhara ya kutokutenda. Linakuambia yaani neno la Mungu, maarifa ya kimungu, Biblia, neno la Mungu liko wazi. Lakini hatupendi haya maarifa. Tangazo semina hapa. Tuko busy na biashara. Tuko busy. Sasa tunakuwa busy mpaka lini? Adui anazidi kutuonea. Adui anakutengenezea ubize. Anakutengenezea ubize. Maana anaona hapa mtu atapata maarifa, atatoka. Tukataa hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Tutafute maarifa. Amen. Maarifa ya kimungu ni silaha iliyo nzuri itakayotusaidia tumshinde adui. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Kukosa maarifa kunatufanya tuishi maisha ambayo sio ya kwetu. Yohana 19 mstari wa 30
Yesu, maandiko yanasema kwamba Yesu alimaliza yote pale msalabani. Sasa kama Yesu alimaliza yote msalabani, mbona bado tunateseka? Yesu alimaliza yote mbona tunateseka? Sasa tunateseka kwa sababu gani? Haya maarifa hatujui. Ni kweli alimaliza yote msalabani. Kwa hiyo sasa maarifa ya kimungu yatakuambia alimalizaje na alimaliza kwa jinsi gani, kwa ajili ya nani. Kama ni kwa ajili yangu, unajua kwamba unamwambia shetani kwamba sasa wewe unaniletea haya, na yalipeleka msalabani ambako Yesu alimaliza yote. Lakini hatuna maarifa hayo, tunalia kama wasiokuwa na Kristo. Wapendwa, kukosa maarifa ni kitu kibaya sana. Kukosa maarifa, maarifa ni namna ya kufanya jambo, namna ya kutekeleza jambo. Sasa hatuna maarifa namna ya kuishi katika ufalme. Katika ufalme anasema usitende dhambi. Katika ufalme anakuambia fanya ABCD, lakini hatutaki kujua hizo ABCD, hatutaki mafundisho. Tunatamani kushinda, tunasema tunaenda mbinguni. Ni kweli tunaenda mbinguni. Hiyo njia imesonga sana, ina mambo mengi sana. Utayashindaje na huna maarifa ya namna ya kuyashinda? Hatuendi kwa uzoefu. Jaribu nitaanza kupitia mimi ni tofauti na utakalopitia wewe. Mimi ni tofauti na changamoto ambayo unaweza kupitia wewe. Lakini majibu yapo. Amina. Majibu yapo. Ukiwa na maarifa ya kimungu, utajua jinsi ya kuishi katika ufalme. Utakataa kuishi maisha ya dhambi. Utafunga milango yote ambayo unajua kwamba adui akipita hapa ataharibu maisha yangu, ataharibu hatima yangu. Utaifunga hiyo milango na unaweza kushinda. Bwana Yesu atusaidie. Maarifa ya kweli huleta uhuru wa kweli usioshindwa. Maarifa ya kweli, au niseme maarifa sahihi kuhusu jambo fulani yanaleta ushindi. Maarifa sahihi kuhusu jambo fulani yanaleta ushindi kwa mtu huyo. Ni sawa unasema nataka nipike mandazi, nipike keki, lakini huna maarifa jinsi ya kupika, utachanganya keki haitatoka. Nataka nitengeneze kitu fulani, lakini huna maarifa namna ya kutengeneza, hutafanikiwa. Ndivyo ilivyo kwamba tuna safari, kuna mahali unaenda, huna instruction kwamba unapitaje, unapanda gari ipi, unashukia wapi, unatembea, unafanyaje, alafu unasema naenda huko, naenda kwa sababu wengine wanaenda. Sawa, lakini namna ya kwenda unajua? Kama namna ya kwenda au njia sahihi ya kwenda huijui, utapotea njia. Na ndicho kitu ambacho kinalifanya kanisa la Mungu leo linapoteza baraka nyingi, kwa sababu maarifa ya kimungu hayapo. Halina maarifa ya kimungu na limetoka kusikiliza kutafuta maarifa ya kimungu. Ndio maana wakati mwingine adui anapata nafasi ya kutushinda. Leo tukataa hiyo hali kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna kushindwa. Utafute maarifa. Amen. Tafuta maarifa ya kimungu. Kuna mafundisho, soma. Safari ina mambo mengi, safari ya kwenda mbinguni ina mambo mengi, ina vikwazo vingi, tunakutana na changamoto nyingi. Kama hatuna maarifa, wapendwa, shetani atatuzomea, atatucheka. Simlinikimbia, sasa yako wapi? Na hatutakubali kuchekwa na shetani, tukatai kwa jina la Yesu. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Namba 3. Kwa nini watu wanashindwa, au sababu zinazowafanya watu kusumbuliwa na adui wakati bado wameokoka? Namba 3. Maagano au laana na vifungo vya zamani. Maagano, laana na vifungo vya zamani. Hebu tusome kitabu cha Wagalatia. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Galatia 3:13. Ile inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Kristo Yesu, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Sasa nilikuwa nataka mstari wa 13 ambao unasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati. Ni kweli
Tumezaliwa katika familia za namna hiyo, na kuna laana na kuna vifungo vingi. Lakini kama hatuna maarifa ya namna kutoka katika vifungo hivyo, hatutatoka. Na Mungu anatuambia kwamba Kristo alitukomboa. Unajua kabisa kwenye familia niliyotoka kuna ABCD, hizi ni laana. Hujui kama, yani huna maarifa kwamba Kristo alishafanya kazi msalabani, utaishi kama wale wengine walivyo. Lakini ukiwa unajua Kristo alimaliza hii kazi, utasimama na Kristo. Changamoto ni kwamba hatutaki kujua kwamba kwa namna gani utasimama na Kristo. Najua sote kuna mahali ambapo Kristo ametutoa. Hatukuwa hivi, mimi nasema sikuwa hivi, na kama sio Kristo nisingekuwa hivi. Amina. Nisingekuwepo, hata ningekuwa nimeshakufa. Kuna mahali ametutoa. Yamkini na wewe pia kuna mahali amekutoa. Kuna vifungo, kuna roho za kifamilia, kuna laana za ukoo zipo. Na ulipookoka ukasema nimeokoka, usifikiri kwamba zilifurahi, zitakufuatilia. Zitakufuatilia na wewe unakaa tu hasara. Leo mguu mmoja ndani, leo mwingine nje, wewe watakupata. Na ndicho kitu kinachofanya kanisa kupatwa na nguvu za giza wakati wao wameokoka. Hizo roho zipo, zinakufuatilia. Jifunze namna ya kusimama kama mwana maombi, kuomba, kukataa. Ni maombi ya namna gani? Uombe namna gani? Uombeje? Usione kama ni kawaida kwamba hizi ni roho za bibi yangu. Roho za bibi yako umeokoka. Hii kazi Yesu amaliza msalabani. Usizikumbatie kwamba haiwezekani. Ukisema haiwezekani, haitawezekana. Lakini yule aliyemaliza msalabani, ukipata maarifa namna ya kupeleka msalabani, huyu anamaliza hiyo kazi. Utatofautisha na wafamilia wengine, wana memba wa familia wengine, kwa sababu kuna utasema huyu mbona yeye tena ana jina la kwetu, lakini mbona yeye ametoka huko. Watasema ameokoka, na ameokoka kweli amemaanisha akapeleka msalabani. Hizo roho za bibi, za babu, roho za kichawi, peleka msalabani. Yesu alimaliza yote. Laana zote alimaliza yote. Usiendelee kuvishikilia, vitakusumbua, vitakutesa. Unaonekana uko kanisani lakini bado umebeba mizigo kama mtu ambaye hajawahi kuokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hizo roho zinasumbua. Lakini kama zinasumbua, maandiko yanatuambia kwamba yuko mmoja aliyemaliza kazi hiyo msalabani. Alimaliza yote, akatukomboa na kutuweka huru kwa damu yake iliyomwagika pale msalabani. Huyo tumpelekee hizo, maana huo ni mlango. Usikae nazo ukasema hizi ni roho za kwetu. No, roho za kwenu zipi? Wewe ni ufalme mwingine, sio ufalme wa giza. Amen. Sizinganganie. Na kama unaona kama kuna kitu kigumu huwezi kukifanya, tafuta watumishi wa Mungu, waambie mimi nimemaanisha na safari ya kwenda mbinguni, hiki kitu nikiko huku kwenye familia na mimi sikitaki. Bwana atakuinulia, atakupa maelekezo. Kuna vitu tumevishikilia, tumevingangania, sio vya kwetu, tuviachie tuende na Kristo. Haleluya. Kuna vitu bado tumevishikilia, tunafikiri ni vya asili, ni vya kwetu, vya ukoo. Vya ukoo vipi? Kama vya ukoo vinapingana na sheria ya Mungu, leave them, viache. Amen. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia, wewe unapenda maisha haya mpaka lini? Ananiambia hata baba yangu alikuwa hivyo alafu kwa unapenda maisha haya? Nikamwambia hebu amua, fanya maamuzi, kataa hayo maisha. Eti nimejaribu kukataa lakini naona siwezi. Nakwambia hivi, hujamaanisha. Nikamwambia Yesu naye muamini mimi anaweza. Hujamaanisha. Hakuna kitu kinachomshinda. Anaweza. Nikamwambia siku kiamua kumaanisha utaona ushindi. Lakini kama bado unabembeleza kama vile unataka, kama vile hutaki, uko hapa katikati, utashindwa. Na Yesu wetu ni mshindi. Nikamwambia hicho kinachokusumbua kipeleke msalabani. Kuna mmoja alimaliza yote, sema hapa imekwisha. Yesu aliposema imekwisha, ni kweli imekwisha. Haleluya. Na ukiamini kwamba imekwisha, ni kweli imekwisha. Hata hicho kinachokusumbua kimekwisha. Amen. Amen. Kwa kuna wakati tunateseka, kuna wakati tuliamua kwamba tumeokoka na tukaamua kumpa Yesu maisha, lakini bado kuna vitu vinatutesa, vinatusumbua. Tuvikatae kwa jina la Yesu. Tuvipeleke msalabani. Na Mungu wetu atatusaidia. Haleluya. Baadhi ya vifungo vinahitaji kuvunjwa na kuondolewa kwa maombi ya imani.
Kuna vifungo vipo, kuna maagano yapo, yanahitaji kuvunjwa na kuondolewa kwa imani, kwa maombi. Sasa wewe unajua kabisa kwenye familia yetu kuna kuna roho ya namna hii, lakini bado unakaa kama vile haipo. Wewe mwenyewe ndio unajua maisha unayopitia, unajua unavyoteseka, lakini unakaa kama vile hakuna chochote ambacho kifai kufanyika. Na unajua, ngoja nikwambie, anayejua historia ya maisha yako na familia yako ni wewe mwenyewe. Amen. Kufikia mahali vile vitu vinavyokutesa ambavyo labda ni laana za ukoo, ni roho za ukoo, roho za kifamilia, usiseme eti ni roho za kwetu. Za kwenu wapi? Sisi tuna roho za mbinguni. Haleluya. Roho Mtakatifu ndio wa kwetu. Amen. Useme eti ni roho za kwetu. Roho za kwenu zipi zinazokutesa? Zikatae kwa jina la Yesu. Na si kwa nguvu zako, yuko anayetusaidia. Yule ambaye alimaliza kazi msalabani ndo anayetusaidia. Kwa hiyo ninachosema kama tumpelekee yeye. Mwambie Bwana Yesu, ulisema imekwisha, na hii ya kwangu imalize, na ileta kwako. Uone kama hatamaliza kwa kumaanisha. Lakini nimesema kwamba vifungo vya namna hiyo, kama kuna vitu ambavyo huwezi kung'ang'ana navyo peke yako, wako watumishi wa Mungu wamewapaka mafuta. Ongea nao. Haleluya. Omba nao, si ndio? Mwambie mchungaji, baba kuna ABCD, na yeye atajua atakavyokuongoza katika kuomba. Yamkini kuna vitu umeshang'ang'ana navyo mwenyewe, ukaomba mwenyewe, ukafunga mwenyewe, unaomba lakini bado huoni njia, hujapata majibu. Usikate tamaa. Njia ipo, Yesu ni njia. Endelea kuombea watumishi wa Mungu. Amina. Inawezekana usiwe na maarifa kama niombeje, lakini kuna watumishi wa Mungu wanajua kwamba tuombeje. Ni kuamua kwamba na vikataa na maanisha. Na ukimaanisha, Mungu hatakuacha. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Na endapo mtu anapitia labda kuna maagano au ya kifamilia, ya kiukoo, kuna laana, kuna vifungo, na endapo mtu hata shughulikia au hata vikataa na kuamua kuvishughulikia, vinaweza kuendelea kumtesa. Atakuwepo kwenye maisha ya wokovu miaka hata 40 mpaka anakufa, lakini anakufa na mizigo. Na yamkini hata mbinguni usiende. Niwaambie wapendwa, tumepewa kuishi hapa dunia, sio kuishi kwa taabu. Sio kuishi kwa nini? Yuko Yesu aliyemaliza yote. Amina. Yamkini mtu anaweza kawa ana vifungo vya namna hiyo. Kuna roho za kifamilia, kuna laana za huko, kuna matamko kwa zamani na wazazi, yanakuja kutoka kizazi hadi kizazi, yanasumbua watu. Na wewe unakuja umezaliwa kwenye familia namna hiyo, unaokoka, lakini kwa sababu hauna maarifa na hujui uombeje, unasema najua nikishaomba tu imetosha, lakini bado vinarudia. Yaani unakaa tu ni maskini kuanzia Januari mpaka Disemba. Unatamani ukifanya kazi inakufa, ukifanya biashara inakufa, yaani ndio kila unachofanya hakuna baraka. Nikwambie ni vifungo. Hebu maanisha, kataa kwa jina la Yesu. Tafuta maarifa namna kutoka hapo. Ngoja nikwambie, ukienda kuwauliza wafanyabiashara wenzako, mbona nyinyi watakwambia siku na mali tunaenda, watakupeleka huko. Mimi nataka ungangane na Mungu wako, atakusaidia. Na ndani ya kanisa, ndani ya mwili wa Kristo kuna watumishi wa Mungu. Amen. Kama unaona kuna kitu hakiko vizuri, usikae hivyo, hauko peke yako. Na ndio maana si ni kanisa, hauko peke yako, tuko hapa viungo katika mwili wa Kristo. Kuna mwingine ni mwalimu kama nilivyosimama hapa, kuna mwingine ni nabii. Halo? Kuna mwingine ana karama ya maombi, akiomba hapa lazima kitu kitokee. Amen. Lazima kitu kitokee. Na kuna mwingine, yani kila mtu ana nafasi yake. Kwa sababu hauko peke yako, wewe ni kiungo katika mwili wa Kristo na uko mahali hapa, jua Mungu huyo ana watumishi wake hapa. Mwite Mungu akuonyeshe njia, atakusaidia. Kuna maisha tunaishi ambapo tupo kanisa, lakini sio maisha yetu. Tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu, maisha ya kuonewa. Kwa nini? Wakati Yesu alimaliza yote msalabani, wakati amesema kwamba ametuweka huru, na maandiko yanasema Bwana akikuweka huru na kuwa huru kweli kweli. Mbona huo kweli kweli haipo kwako? Lazima tujiulize, kanisa la Mungu, tufikie mahali ambapo tutaamua kuyakataa maisha haya ambayo sio ya kwetu. Tuseme sasa basi, inatosha. Vinginevyo tutaendelea kuchoka.
unaonekana ni mlokole lakini anamechoka kuliko kawaida. Anasema Kristo ni Bwana, Yesu ni Bwana, na wengine anasema Bwana yupi? Wengine anasema Bwana yupi? Wala wasiomjua Kristo. Sasa wanakuona jinsi ulivyo. Wanakuangalia jinsi unavyopita. Machungu unapitia. Anasema sasa Bwana yupi? Kama Kristo ni Bwana kwake, mbona imekuwa hivi? Tunayakataa hayo kwa jina la Yesu. Kristo ni Bwana kwetu na ametenda na atatenda. Na hata kama kuna mahali tulikuwa tumebanwa, leo tunataka tutoke kwa jina la Yesu. Na inawezekana. Hebu sema amina kubwa. Inawezekana. Haleluya. Okay. Namba 4. Sababu ya 4 ni kwamba kwa sababu ya vita dhidi ya shetani. Sababu ya 4 ni vita dhidi ya shetani. Vita dhidi ya shetani. Baada ya kuokoka, yani kama nimesema tena, wakati umeokoka ukamwambia shetani nimekukataa, sikutaki tena. Yani hapo ulitangaza vita. Na kama ulitangaza vita, adui yako hanyamazi. Yani kila siku anang'ang'ana, anataka kurudishe kule kwake. Atakupiga kwa magonjwa, atafuta mahali ya kupandikizia magonjwa, pandikizia hasara kwenye biashara, pige watoto wako, pige ndoa yako, pige afya yako. Yani anatafuta tu mahali ya kudunde tu, akupige. Si ulimkataa? Na kuna siku unaomba maombi, unamtandika kweli, unamshughulikia, siku akipata nafasi anafanya kweli. Huyo ni adui yetu. Tujue kwamba adui yuko kazini. Na kama adui yuko kazini, akipata nafasi anaitumia ipasavyo. Wapendwa, tujue kwamba adui yuko kazini. Lakini tusimwogope adui. Sisi ni washindi. Tuna Kristo aliyemshinda huyo adui. Amen. Tuna Kristo ambaye ni mshindi. Na kama tuna Kristo ambaye ni mshindi, unaogopa nini? Bwana Yesu asifiwe. Tufikie mahali kwa ujasiri tumwambie shetani inatosha. Toka. Hatukutaki. Nimeshakukataa. Haya anayoleta kwako tunayashughulikia, unayashughulikia. Unayapinga, unaambia shetani nimekugundua ni wewe. Ninakupinga kwa jina la Yesu. Kwa naomba tutambue kwamba tulipookoka tumetangaza vita. Na kama tulitangaza vita, huyo adui anayepiga hachoki. Na kama hachoki, hata mimi na wewe tusichoke. Yaani tukichoka tumekwisha. Hakuna kuchoka mtu hapa. Tutasimama kitaeleweka. Maana tuna Mungu ambaye ni mshindi, ambaye ametufanya kuwa zaidi ya washindi, ambaye alishinda dhambi na mauti. Yaani alishinda yote, ambaye alisema imekwisha, akamaliza yote. Kwa tufahamu kwamba adui yupo kazini, lakini si chochote mbele ya Bwana Yesu. Si chochote. Na kwamba hata si chochote mbele yako, maana umembeba Yesu. Una Yesu ambaye amesema hata kuacha. Amen. Una Yesu ambaye aliacha enzi na mamlaka, akaja hapa duniani kwa ajili yako, akasimama, akapambana, akafa. Maandiko yanasema alibeba laana zetu. Pelekee yeye, tumwambie Bwana Yesu, pigana hii vita. Usiogope. Amen. Usiogope. Kaa kwenye nafasi yako. Mwite Jehova Mungu, atakusaidia. Amen. Katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 mstari wa 7. Anasema hivi: mtiini Mungu. Alafu mkishamtii Mungu, mpingeni shetani, naye atafanya nini? Atawakimbia. Pamoja na kwamba adui yupo, lakini tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu, tumepewa uwezo wa kumpinga. Na ukishampinga hana ujanja, atakimbia. Simpingi kwa jina langu mimi, kwa jina la Yesu aliyemshinda. Akisikia tu Yesu anafyata mkia, anakimbia. Amen. Kwa nasema mpingeni shetani. Kuna wakati tumekaa naye, tunajua huyu ni shetani kabisa, hiki jambo sio la kimungu, lakini tumekaa nalo, tumelikumbatia, lipo, tunatembea nalo. Nimesema tunaishi maisha ambayo sio ya kwetu. Lakini maandiko yanatuambia kwamba huyo tumpinge. Umeshajua kwamba huyu sio, hili sio la Mungu, hili kabisa sio la Mungu, hili sio la Mungu. Unajua kabisa na roho kabisa unashuhudia kwamba hili sio jambo la kimungu.
Kwa chukua hatua. Na Roho Mtakatifu anakushuhudia kwamba hiki sio cha kimungu. Umekaa tu na kinakaa tu. Ukikikubali kinakuwa cha kwako. Ujakubali hayo maisha yanakuwa ni ya kwako. Ukiyakataa nawe atakukataa. Utatafuta yale ya kwako ambayo ni katika Kristo Yesu, maisha mazuri. Bwana Yesu atusaidie. Kwa anasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Afu anasema mkaribieni Mungu naye atawapa nini? Amani. Wapendwa, huyu shetani anatufuatia lakini si chochote. Tumpinge kwa jina la Yesu. Tumpinge. Yupo kazini. Kwa kuna vitu unaviona yuko ndani ya kanisa, vinakusumbua, vinakurumaisha, vinakufanya unapiga mark time, vinakufanya kila siku unakuwa ni mtu wa machozi, ni mtu wa kulia. Maandiko yanasema simama, pinge huyo shetani kwa jina la Bwana naye atakimbia. Kishampinga, mkaribie Mungu. Karibia huyo Mungu, atakupa amani. Atakuonyesha njia ya kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Na niko hivi, hata si ni mashahidi. Ukishagundua kwamba huyo ni shetani, ukimpinga hana ujanja, anaondoka. Shida ni pale ambapo hujui, unafikiri ni kawaida. Wapendwa, tuombe Roho Mtakatifu atusaidie kugundua kwamba hili ni la Mungu au hili la shetani. Tuombe Roho Mtakatifu atusaidie. Na maandiko yanasema Yesu kabla hajapaa alisema hivyo katika Injili ya Yohana 14 kwamba anasema mimi kama sitaondoka hata kuja yule Roho msaidizi. Lakini akasema mimi nitaondoka, nitakwenda kwa Baba na nitatuma Roho Mtakatifu. Nitamwomba Baba atume Roho Mtakatifu ambaye atakuwa mwalimu wenu, msaidizi wenu. Amen. Lakini sasa kama hujui, huna nguvu na huna Roho Mtakatifu, unafikiri ni maisha ya kawaida. Kumbe sio ya kawaida. Adui ameshapata nafasi, unasema ni roho za kwetu, ni roho za familia. Hata bibi yangu alikuwa hivi hivi. Ngoja nikuambie hivyo hivyo, lakini bibi yako sio wewe. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo. Wewe umeokoka. Kataa. Usiseme mambo ya bibi, mambo ya babu haka. Achana nayo. Bwana Yesu atusaidie. Pinga shetani. Mwambie hii hapana, ikataa. Na ikataa, hii sio ya kwangu. Na kataa, maisha sio ya kwangu. Na kataa. Ukimpinga, akishagundulika tu anakimbia, hana ujanja. Na hivi unampinga kwa jina la Yesu aliyemwashia moto, hatakaa. Atakimbia tu. Na akishakimbia, wewe mkaribie Mungu. Na mkaribie Mungu, anakupa amani. Na vile ambavyo ulikuwa umepoteza atakupatia. Haleluya. Haleluya. Kwa wapendwa, tujue kwamba tusiishi kama vile tumeshafika mbinguni. Hatujafika mbinguni. Bado tuko njiani, tunaelekea Kanaani. Usiishi kama vile hapana. Safari hii ina vita, lakini usiogope hii vita. Sisi ni washindi. Kompinge. Huyu adui ipo. Anakufuatilia, atakuletea mawazo mabaya. Utawaza sasa, hapa imefikia hivi, unaanza kuwaza ndivyo sivyo. Kuna mawazo yanaweza kuja unaona haya sio ya kimungu, yafuta mbele shetani, toka haya mawazo unayapinga kwa jina la Yesu. Kataa. Kuna watu wanaweza kukuletea, anakuja tu anakuletea ushauri, anakuambia jambo fulani. Omba Roho Mtakatifu akusaidie. Aliye na Roho Mtakatifu atasikia hapa pamekataa. Patikataa panchi hiyo. Sema hiyo sio ya kwangu. Hayo sio maisha yangu. Hilo sitalifanya. Hilo sitalitenda. Kataa kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kufanya hivyo utamshinda adui na utaishi kwa amani katika nchi ambayo Mungu amekupa kuishi. Hatujapewa maisha kuishi hapa duniani maisha ya taabu, maisha ya uchungu, kilio, magonjwa, kiabu kila siku. No. Na ndio maana Yesu aliacha enzi na mamlaka akaja kwa ajili yetu. Maandiko yanasema alipigwa ili tupate nini? Kupona. Alijeruhiwa kwa maovu yetu, kwa taabu zetu, na kwa kupigwa kwake mimi happiness nimepona na wewe umepona. Kwa hebu tutumie hii fursa na hii neema ambayo Mungu ametupa, neema ya wokovu, tuishi yale maisha ambayo Mungu ametukusudia. Tuishi kwa raha katika ulimwengu ambao Mungu ametupa kuishi kwa miaka ambayo ametaka tuishi. Bwana Yesu atusaidie. Mashambulizi dhidi ya shetani ni ishara ya kwamba wewe ni mtishio kwake na umeharibu vitu vyake. Ukiona unashambuliwa, rafiki yangu, usifikiri kwamba unaonewa. Hayo ni ishara
kwamba uko vizuri kwenye uwanja wa vita. Ukiona tu mtu yuko kuanzia Januari mpaka Disemba yupo tu hakuna chochote, jua kana hapo kuna shida. Mtu ambaye ni tishio katika ufalme wa giza amekuwa threat, amekuwa tishio. Mashambulizi atayapata. Lakini akiyapata yeye ni mshindi. Akija na punch, akija na dali punch mpaka anasema hili jamaa hili. Na kwa sababu yeye hachoki, maandiko yanasema anazunguka mchana na usiku akitafuta mtu ambaye amekakadha ameze. Na sisi tumwambia hutameza mtu hapa. Hatutaki kumezwa na wewe kwa jina la Yesu. Amen. Kwa kama unaona kama kuna mashambulizi, jua kwamba kwenye ulimwengu wa roho uko vizuri. Na kama uko vizuri ni kwamba anatafuta namna ya kudhoofisha. Hakuna kudhoofika hapa kwa jina la Yesu. Hakuna kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Tutasonga mbele, tutashinda. Sisi ni washindi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Okay. Namba 5. Sababu namba 5 ni kwamba na kuomba. Uvivu wa kufunga na kuomba. Yaani kuna wakati tunakuwa wavivu kuomba, wavivu kufunga. Yaani mtu anajua anahitaji, anapitia changamoto fulani. Kuna shida au kuna taabu fulani anapitia kwenye maisha yake kama mtu, kama Mkristo, kama mtu aliyeokoka. Lakini hataki kufunga, hataki kuomba. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba kuna mengine sio maombi tu, yanahitaji kufunga. Haleluya. Haleluya. Kuna mengine Mathayo 17:21. Usome Mathayo 17:21. Ukianzia kule juu kuanzia mstari wa 1, unaona kuna wakati Yesu watu walimletea Yesu, alimponya mvulana aliyekuwa na pepo. Na maandiko yanasema walimletea Yesu akiwa mlimani kule, wakawaletea wanafunzi wake wamponye, lakini sasa wakashindwa. Sasa Yesu alipokuja, wale jamaa wakamwambia Yesu, tumeleta huyu mtu kwa wanafunzi wako, lakini hawajaweza kufanya nini? Kumtoa pepo yule. Yesu akasema ndo akatoa sentensi ya kwamba mstari wa 21 kwamba namna hii haitoke ila kwa kusali na kufunga. Kuna mambo tunakutana nayo wapendwa, yanahitaji maombi, na sio maombi ya kawaida, maombi ya kufunga. Si ndio Sasa mtu ni Mkristo na changamoto hizo tumeambiwa kwamba vita ipo. Vita haitakoma mpaka utakapoingia mbinguni. Si ndio Vita ipo. Sasa anajua vita ipo, na njia mojawapo pia ya kupigana vita ni kwa njia ya maombi. Lakini mtu hafungi, haombi, hafanyi chochote, lakini anaonekana anamhitaji Mungu. Kwa ukosefu wa maombi, kuna maombi ya ulinzi, kuna maombi ya vita, kuna maombi ya kuomba Mungu akupe unachotaka. Sasa hakuna maombi ya ulinzi. Kwa nini adui asipate nafasi ya kupanda anachopanda yeye? Bwana Yesu tusaidie. Kuna mahali tunataka tufikie, tujiwekee discipline hata kumtafuta Mungu, ya kuvaa silaha ya maombi. Unajua kwamba nimevaa silaha ya maombi ya namna gani sasa hivi? Je, nashambulia? Ni maombi ya ulinzi? Ni maombi ya vita? Ni maombi ya namna gani? Tujifunze. Omba Mungu akupe neema kuomba. Kuna wakati unatakiwa uvae silaha ushambulie. Kuna wakati unatakiwa maombi yako ya namna nyingi kulingana na uhitaji wako. Sasa ukosefu wa maombi unafanya watu washambuliwe tu. Simekwambia ni vita. Tokea ulipookoka ulitangaza vita. Kwa hiyo adui akikupatia mahali ambapo hakuna ulinzi, na maombi ni mojawapo ya silaha ya ulinzi, utapigwa. Atakupandikizia anavyoweza yeye, ataingiza anavyoweza yeye. Kwa hiyo wapendwa, kanisa la Mungu, tuombe. Tuweni waombaji. Usisubirie tu maombi ya kufunga siku 21 hapa yanatangazwa. Hata maombi yako binafsi, tenga muda, omba. Si unajua changamoto unazopitia? Si unajua magumu unayopitia? Si unajua shida yako? Tenga muda wako na Mungu, mtafute Mungu, omba, funga, na yeye ameshahidi kwamba tukiomba jambo sawa sawa na mapenzi yake yatatenda. Amen. Amesema kwenye Injili ya Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Amesema
unapigwa. Sasa uvivu wa kuomba, uvivu wa kufunga unafanya adui naye apate nafasi ya kupenyeza vya kwake. Nimesema maombi ni mojawapo ya silaha. Sasa kama hiyo silaha haipo, adui anatafuta pale penye mwanya. Tumeambiwa kama tusimpe adui nafasi. Kwa anatafuta pale penye mwanya, atapitia hapo. Bwana Yesu atusaidie. Tenga muda kwa kumtafuta Bwana. Mwambie Bwana, kama ni jambo unafikiri kwamba nifunge, funga. Kuna mambo hayawezekani mpaka tufunge. Yaani kule kufunga unaonyesha userious kwamba ni jinsi gani unamtaka Mungu katika hilo jambo. Ni jinsi gani unamaanisha katika jambo husika. Mungu atusaidie. Kuna wakati tumeishi maisha ambayo sio kwetu. Tunaishi kama vile sio watu ambao hawana Mungu. Wakati Mungu tunaye. Mungu tunaye tena ni mkuu. Asishindwa na jambo lolote, na Mungu anatuangalia sema hawa watoto wangu jamani. Yaani anatuangalia nasema jamani, hawajajua tu kwamba niko hapa. Ninauweza kuliko kitu chochote kile. Lakini sisi hatujui. Tunafikiria kawaida. Tumekuwa tukihesabu miaka yetu ya kuishi kwenye wokovu miaka 40, miaka 30. Wewe takia nimekoka na miaka 30 sasa, alafu mbona na maisha ya namna hiyo? Takia uwe giant la kiroho ambalo linawasaidia hata wengine. Lakini mtu anaamini mtu hata akikwaza kidogo tu anahama kanisa, ameshama makanisa zaidi ya 5. Kwa vitu kama, lakini mtu mwenye amekaa kwenye wokovu miaka 30. Kwa unaweza kuona jinsi ambavyo adui anatuchezea. Leo tumwambie imetosha, kwa jina Yesu tunakataa. Haleluya. Haleluya. Okay, kwa ukosefu wa maombi unasababisha mambo ya pia kutokea, mlango wa adui kushambulia watu ndani ya kanisa. Maisha ya kiroho, wapendwa, maisha ya kiroho yanahitaji nidhamu ya maombi. Maisha ya kiroho yanahitaji nidhamu ya maombi. Wewe ni mtu umeokoka, kama huna nidhamu ya maombi mpendwa, utakuwa unapigwa kila inapokuwa leo. Yanahitaji nidhamu ya maombi. Sasa wewe kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, hata maombi ya Ijumaa ufunge, hata Jumaa yakitangazwa hapa ya kufunga ndo kuna siku unafunga, kuna siku ufungi, kuna siku unakuja, kuna siku wewe utashindaje? Hata yako binafsi hauna. Utatokaje wapendwa? Wakati umewaambia kwamba yule jamaa uliyemkataa na kufuatilia hachoki. Yaani yuko akikosa hapa anajeukia, wewe anatafuta na mbinu anakutafuta. Wapendwa tuombe. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Lazima tuwe na nidhamu ya maombi. Vinginevyo adui atatushinda na sisi hatutaki kushindwa. Amen. Okay. Namba 6. Sababu ya 6, mazingira na watu wanaotuzunguka ni sababu ya watu pia kushambuliwa na nguvu. Mazingira unayoishi, lakini pia watu wanaokuzunguka ni sababu. Kuna mwingine anakaa mahali anakuambia yani tokea nimehamia hapa maisha yangu vurugu tu, yani amehamia kwenye mtaa ambao ndio hivyo tena. Si ndio Au anakaa katikati ya watu ambao ni wale maagenti wa shetani. Huyo lazima vitaka itakuwa nini? Kubwa. Na kama huna maombi ya kutosha, watakushinda adui. Kwa mazingira pia yanachangia. Na unajua kwamba nimeingia kwenye mazingira fulani, lazima ujizatiti, kwa sababu wewe sio mtu wa kushindwa. Aliyeko ndani yako ni mkuu, ndio anayepigana hiyo vita. Tuna Jehova Nisi ambaye yuko upande wetu, anapigana hiyo vita. Kwa mazingira asikutishie. Maadamu una Mungu aliye mkuu, utashinda tu. Lakini shida ni kwamba huyo Mungu kwenye haya mazingira humtafuti. Hamtafuti Mungu kwenye haya mazingira. Hakuna mazingira, yani hakuna jambo asiloweza, anaweza. Bwana Yesu atusaidie. Sijui unakaa mazingira gani, lakini ndio hivyo tena. Watu waliokuzunguka ni watu wa namna gani? Watu wanaokuzunguka nao ina mata, anaweza wakakumislead ukashangaa unaishi kama wao, kama wanaishi maisha ya dhambi. Au wakakupa mashauri nao kama huna nguvu ya maombi, ukajikuta umeishi kama wao. Bwana Yesu atusaidie. Mazingira na watu wanaokuzunguka ni jambo pia la kuangalia.
Na ndio maana nimesisitiza kwamba nidhamu ya maombi kwa mtu aliyeokoka ni kitu cha muhimu sana. Kwa sababu kwa njia ya maombi haya yawe mazingira namna gani utashinda. Watakimbia lakini utakimbia. Kwanza kama ni wachawi watakukimbia wewe. Amen. Watakukimbia wewe. Kwa kuna wakati tunakaa kwenye mazingira ambayo yako namna hiyo, lakini pia tunaishi na watu wa namna hiyo. Mazingira mabaya na watu wasio sahihi wanaweza kurudisha nyuma maisha yako kiroho, kiuchumi, kiafya. Kuna vitu wanaweza kupanda kwako. Wachawi, waganga, mawakala wa shetani wanaweza kufanya jambo. Hebu soma kitabu cha kwanza cha Korinto 15:33. Kitabu cha kwanza cha Korinto 15:33. Maandiko yanasema msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Si ndio 15:33. Msidanganyike, mazungumzo mabaya huharibu nini? Tabia njema. Sasa na watu mnakaa tu mnajadili, mnaongea tu umbea mnaongea mimi. Kumbe hapo ndipo adui anapitia hapo. Ndio unakaa na watu ambao ni wazinzi. Umejipeleka kwenye mazingira yao. Usishangae kuona wewe unafanya hicho kitendo. Wambea kila saa, yani wao kikani kujadili watu tu. Wakikaa masaa yote anajadili watu tu. Na usishangae kusikia na umechangia. Unaanza kuongea kama wao. Bwana Yesu atusaidie. Tuliokoka tunatakiwa tuwe, yani tujue kwamba Mungu ametuchagua kwa kusudi lake. Na kama amekuchagua, inawezekana miongoni mwa familia yako wewe umeokoka peke yako, au kwenye huo mtaa, kwenye huo ukoo, Mungu ana makusudi. Kwa kuna wakati kama nilivyosema kwamba adui anakufuatilia hajachoka. Watakuambia watakayokuambia wao. Lazima uwe na nguvu ya kusema hapana. Kuna vitu vingine watakuambia fanya hivi, utakataa kwa sababu ya Kristo, sio kwa sababu ya jambo lingine. Na kama tulivyotangulia kusema kwamba kama huna maarifa hayo, hujui chochote, utakwenda tu kama wanavyokwenda, utajikuta yani uliokoka lakini bado karudi tena wapi? Huko. Ila kuna mahali ulikamatwa, mazingira au watu wanaokuzunguka. Bwana Yesu atusaidie. Watu unaokaa nao, wanaokuzunguka na mazingira unayoishi ni kitu cha kuangalia sana. Mimi nasema nakaa kwenye mtaa, lakini ule mtaa rafiki yangu tokea nimeingia kwenye ule mtaa hata kuomba siwezi. Ndio kuna mahali umekamatwa. Lakini kama ukiingia kwenye mtaa wa namna hiyo, ni mtu mwenye Mungu na una nguvu ya maombi, utashangaa waliopo kama ni wachawi watakimbia. Umeingia kwenye ofisi, unafanya kazi na watu ambao kuna vitabia fulani hivi ambavyo hivyo vitabia wewe kama mtu uliokoka, hivyo vitabia upaswi kuwa navyo. Ukiwa umesimama vizuri na Mungu, utashinda hiyo. Kwa maana kwamba watajua kwamba huyu si wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Matendo ya Mitume kuna wakati mitume walikwenda wakafanya mahali huduma. Watu wakasema, wale walioupindua ulimwengu wamekuja huku kwetu. Maana hapa palikuwa pameshindikana, lakini hao wamekuja hapa. Tumeona mambo yanayofanyika. Wakasema hawa sio wa kawaida. Kwa mazingira, wewe kama umesimama vizuri na Mungu wako sio kitu. Uyatambue mazingira hayo na utambue watu wanaokuzunguka ni watu wa namna gani. Ukijua ni watu ambao nia yao ni kukurudisha huko, au ni watu wa tabia hiyo, unasimama na silaha. Silaha unazovaa silaha. Waefeso 6 anasema vaa silaha. Kweli ikiwemo, haki ikiwemo, maombi ikiwepo, neno la Mungu. Si ndio vaa silaha. Wewe ni mshindi. Yaani hakuna mazingira yatakayo kushinda kama unajitambua. Hakuna jambo ambalo litakusumbua kama unajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna wakati watu wameokoka, watu wa kanisa, lakini wamekaa kwenye mazingira fulani, wakakaa kama wale watu hivyo hivyo. Yaani wamefika pale wanadhoofishwa.
anakaa kama wao. Hakuna kuomba tena, hakuna ibada tena. Hata kama ni biashara alikuwa anafanya, hata hakuna kufanya biashara tena. Anakuwa hivyo hivyo. Na unakaa tu wala ushtuke. Shituka. Bwana Yesu asifiwe. Tuka. Jiulize, mbona tukaa nimekanyaga hapa kumekuwa hivi? Mbona tukaa nimekuwa na mahusiano na watu hawa imekuwa hivi? Tatizo liko wapi? Na kama una Roho Mtakatifu anayekuongoza, kuna vitu atakwambia, hapa sio. Huyo sie. Huyo unayemuita shosti yako sie. Saidie. Halo? Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu, saidizi wetu, kiongozi wetu. Tumtumie atatusaidia. Haleluya. Haleluya. Lakini lingine la mwisho, ni kwamba wakati mwingine Mungu anaruhusu, ni mchakato wa Mungu. Ni mchakato wa kimungu. Yaani ni mchakato wa kimungu. Yaani kwa maana kwamba kuna wakati Mungu anaruhusu upitie vichangamoto hivyo akiwa na lengo fulani. Ni mchakato wa kimungu. Andika, ni mchakato wa kimungu. Au ni njia ya kukuimarisha. Mchakato wa kimungu au ni njia ya kukuimarisha. Yaani mtu ambaye amepitia machungu magumu mengi, kuna wakati anakuwa yani strong, si ndio Yaani yale magumu yanakutana, hili anaomba Mungu anamtetea na mpigania, anakutana na hili anaomba Mungu anamtetea na mpigania. Huyo mtu utamwambia kitu kwa habari ya Mungu? Hapana. Ameshajua kila ninapopitia changamoto nalitia jina la Jehova. Na mpaka shetani anajua kwamba hili jamaa siliwezi. Linamjua Mungu. Bwana Yesu tusaidie. Tujifunze kwa Ayubu. Ayubu, maandiko yanatuambia kwamba katika machangamoto yote aliyopitia, mwishoni alikuja kuwa imara kuliko alivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo amkini kuna mambo unapitia, hujatenda dhambi, wala hakuna roho za kifamilia, wala hakuna nini, lakini kuna mambo unapitia tu, hakuna shida yote, ni Mungu ameruhusu yapitie, anakuimarisha. Ukitoka hapo hautakuwa wa kawaida. Amen. Yaani kama vile unanolewa. Ukitoka hapo hilo panga linakata wewe. Sio la kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu hiyo basi hatupaswi kuchoka. Hata kama kuna mambo Mungu ameruhusu au umekutana nayo wewe mwenyewe, kumefungua milango kwa namna yote, wewe tengeneza na Mungu wako. Kama kuna mambo unayopitia, mwambie Mungu anisamehe. Mwambie Mungu naomba rehema. Mwambie Mungu nisamehe. Mwambie Mungu naomba unihurumie, naomba unisamehe. Yale ambayo umekosea mwambie Mungu akusamehe. Alafu mwambie Mungu naomba nipe nafasi ya pili. Tuanze upya. Mwambie Mungu maisha haya nimeachoka, siyataki. Amen. Hata kusaidia. Kwa sababu hiyo basi hutakiwi kukata tamaa. Yaani kuna mtu amechukutana na vichangamoto hapa na kimbia sema hapo, mimi nimechoka, nimechoka hata kuomba tena siwezi. Usikate tamaa. Halo? Usichoke. Usikate tamaa. Kumbuka kuna Yesu ambaye ameacha enzi na mamlaka akaja kwa ajili yako ili upate ushindi. Kwa hivi unavyovipitia bado uko ndani ya kanisa, visikuwafanye ukarudi nyuma. Na leo tunajifunza haya ili tuendelee kudumu katika kumwamini yeye. Tumwangalie yeye na yeye atafanya. Amen. Basi baada ya kusema hayo, naomba tuishie hapo kwa hizo pointi 7 na Mungu atusaidie kila mmoja wetu. Yamkini kuna maisha tunaishi ambayo sio ya kwetu. Si ndio Kila mmoja anajua maisha yake na changamoto anazopitia. Katika hivi vitu 7 ambavyo nimevitaja mahali hapa, kama kuna kimoja wapo mwambie Mungu akusamehe na mwambie Mungu akupe nafasi ya pili. Lakini pia kama hakuna chochote, yamkini Mungu anakutengeneza. Hayo unayopitia ana sababu, ni njia, kuna kitu amekusudia kwako. Usikate tamaa. Usichoke, endelea kumwamini yeye. Vaa silaha ya maombi, endelea kuomba. Tafuta maarifa ya kimungu. Kataa maisha ya dhambi, uamue kuishi maisha ya usafi na utakatifu, na utamwona Bwana akikutendea katika jina la Yesu.